Na kuangazia zaidi mvutano huu wa Marekani na Iran katika mlango bahari wa Hormuz, nimemuuliza mwandishi wa habari na mkazi wa Tehran, Iran, Abdul Fattah Musa, je, ni ishara ya kuvunjika jitihada zinazoendelea za makubaliano ya usitishaji vita ama ni kutunishiana misuli? Yote hayo mawili yanaweza kuwa na nafasi katika suala hili. Uamuzi wa kusimamisha vita ni uamuzi aliotangaza Rais Trump kwa upande mmoja, ingawa Iran nayo ikasema kwamba imepewa taarifa kupitia Pakistan na kulikubali suala hilo. Lakini kiujumla ni kwamba kutokana na hii mivutano ya aina mbili, Iran kuendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na Marekani kuendelea kuiwekea Iran mzingiro wa baharini, hali hii imeifanya hali kwa ujumla iwe ni tete lakini wakati huo ni kwamba kunaonekana pande zote mbili zimekuwa zikiwasiliana kwa njia isiyo moja kwa moja na bila ya kukutana kwa ajili ya mazungumzo. Tumesikia Iran kwa upande wake imetoa mapendekezo mapya kwa Marekani, na Rais Trump ameonekana akieleza kwamba na yeye pia ametoa mapendekezo yake kwa Irani, na hata kusisitiza kwamba endapo mpaka kesho Jumanne Iran itakuwa haijatoa msimamo wa kuweza kuyakubali matakwa ya Marekani, inaweza ikachukua uamuzi mwingine kama kawaida, kutishia kwamba anaweza pengine akaanzisha tena vita. Kwa hivyo ukitazama haya yote kwa ujumla, tunaweza tukaona kwamba wakati mmoja diplomasia inaendelea kufanya kazi, lakini na wakati huo hali fulani ya kutunishiana misuli imekuwa ikiendelea. Utakumbuka kwamba nyuma ilikuwa ni upande mmoja tu, ni Marekani ambayo ilikuwa ikikusanya manuari zake za kivita, ikikusanya vikosi vyake vya kijeshi kwenye Ghuba kuitia mashinikizo Iran. Lakini inaonekana Iran baada ya kupata hii silaha ya mlango bahari wa Hormuz, nayo sasa imekuwa inatumia suala hilo kwa ajili ya kutoa mashinikizo ili kuweza kupata malengo yake katika meza ya mazungumzo. Umoja wa Falme za Kiarabu nao pia umearifu kushambuliwa kwa meli ya mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Sasa je, inaweza kuwa ni meli ambayo labda Iran imeitangaza kushambuliwa ambayo labda ina mahusiano na Marekani? Taarifa ambayo Irani katika hatua mwanzo ilielezwa kwamba imeshambulia meli ya Marekani, lakini wakati huo baadaye ukiangalia taarifa za vyombo vya ndani au mitandao ya ndani rasmi ya Irani imeelezea kwamba hata hilo linalotajwa kama shambulio dhidi ya manuari au meli ya Marekani ya kivita limeelezewa kwamba lilikuwa ni aina fulani ya utoaji wa tahadhari au utoaji wa onyo na indhari kwa manuari hiyo ya Marekani, kwamba Iran haikuwa imekusudia moja kwa moja kwamba kuishambulia manuari hiyo ya kivita Marekani. Sasa kwa upande wa suala la kwamba je, meli hiyo ndiyo hiyo ya Marekani ambayo ilipewa indhari hiyo au kwamba imeshambuliwa meli ambayo ina uhusiano na muungano wa falme za Kiarabu, ni swala ambalo huwezi kulitolea kauli ya moja kwa moja kueleza ukweli hasa ni upi. Lakini tunajua kwamba Iran inapofika pahala meli zinazotaka kujaribu kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz zisipokubaliana na matakwa ya vikosi vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran, kumekuwepo na hatua kama hizo wakati mwingine za kuzishambulia moja kwa moja meli hizo, kuonyesha kwamba inapozungumzia kwamba kila kitu kifanyike kwa maelekezo yake, basi huwa haitanii katika swala hilo. Na wenyewe wanasema kwamba endapo watalegeza msimamo katika swala hilo, matokeo yake ni kwamba hicho wanachokitumia wao kama wenzo wa mashinikizo katika kadhia hii utawatoka na watakuwa tena hawana tena karata au turufu ya kutumia katika mazungumzo na Marekani. Kiasi cha mabaharia 20,000 walio katika meli 2,000 wamekwama katika mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita vya Marekani na Iran Februari mwaka huu. Sasa hali na usalama wao ukoje? Inavyoonekana mabaharia hawa na vyombo vyao ambao wamekwama katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa sehemu kubwa sana si kwamba wamedhibitiwa au wamekamatwa au wamezuiliwa na Irani. Ni hali ambayo inaonekana ni ya vyombo ambavyo zaidi vimeshindwa kuchukua hatua ya kuweza kuvuka eneo hilo kwa ajili ya kuendelea na safari zao. Labda pengine tungeweza kuwepo na hatua ya kuamua kwamba meli hizo zigeuze njia ambako zilikotoka ili kuweza kuondoka katika eneo hilo. Kwa hivyo ni suala ambalo linaonekana kwa upande mwingine si kwamba linahusisha moja kwa moja kama inavyoweza kuonekana kidhahiri kwamba labda Iran imezuia misafara ya meli zinazokusudia kuvuka katika mlango bahari wa Hormuz zisifanye safari zake na vile vile kuwazuilia mabaharia hao. Ni swala ambalo linaonekana zaidi ni la masharti ya vyombo vyenyewe kuamua kwamba nini hasa zinataka kufanya endapo suala la kuweza kuvuka au kutoka upande mmoja au kuelekea katika upande wa pili wa mlango bahari wa Hormuz kwa ajili ya safari zao, na ndio maana kumekuwepo na udhibiti huo wa Iran.
Ni Abdul Fatah Musa huyo msikilizaji, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Tukisonga mbele, viongozi wa Umoja wa Ulaya na wa Kanada wanakutana katika mji mkuu wa Armenia, Yerevan, kwa mkutano wa kilele unaotarajiwa kutawaliwa zaidi na ajenda za mzozo wa Mashariki ya Kati na vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezihimiza Iran na Marekani kuratibu kwa pamoja juhudi za kufungua mlango bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba nchi yake haitoshiriki katika operesheni yoyote ile ya kijeshi. Isabella Mwagodi na maelezo zaidi. Leo na kesho, macho ya ulimwengu wa kidiplomasia yameelekezwa mjini Brussels nchini Ubelgiji. Ni mkutano wa kihistoria unaokutanisha viongozi wa Armenia, Umoja wa Ulaya na Marekani. Mkutano huu si wa kawaida, ni ishara tosha kwa Armenia inazidi kujitenga na mshirika wake wa zamani Urusi na kutafuta hifadhi mpya upande wa magharibi. Kwa miongo kadhaa, Armenia imekuwa mshirika wa karibu wa Kremlin, ikiwa mwanachama wa umoja wa kijeshi wa CSTO unaoongozwa na Urusi. Hata hivyo, kufuatia mzozo wa Nagorno-Karabakh ambapo Armenia inahisi Urusi iliitelekeza dhidi ya Azerbaijan, uhusiano huu umeingia doa. Sasa Waziri Mkuu Nikol Pashinyan anatafuta ushirikiano wa kiuchumi na kiusalama na Umoja wa Ulaya. Katika kilele cha mazungumzo haya, Rais wa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesisitiza haja ya kuimarisha usalama wa kanda hiyo. Tunahitaji uhuru zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama. Ni lazima tuongeze uwezo wetu wa kujilinda na kujihami. Kuna kiasi kikubwa cha fedha kwa ajili ya uwekezaji sasa hivi, na ni lazima tujitahidi na kuharakisha mchakato wa uzalishaji wa zana na uwezo wa kijeshi. Kauli hiyo ya von der Leyen inakuja wakati ambapo Urusi imetoa onyo kali ikidai kuwa hatua ya Armenia kujiunga na kambi ya magharibi ni uchokozi utakaovuruga utulivu wa eneo la Caucasus. Lakini wachambuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa wanasema ulimwengu umebadilika. Makani, aliyekuwa gavana wa Benki ya Uingereza na mshauri wa masuala ya kifedha, anasema ni lazima mataifa yakubali ukweli mpya wa siasa za dunia. Sasa inatubidi tukabiliane vilivyo na ulimwengu kama ulivyo, na si kama tunavyotamani uwe. Tunajua kuwa kukumbuka kale kwa majonzi si mkakati, lakini hatuamini kwamba tumekusudiwa kusalimu amri kwa ulimwengu wenye binafsi zaidi, uliotengwa na wakikatili. Na hadi hii inaashiria njia bora zaidi za kusonga mbele. Kwa Armenia, dunia kama ilivyo inamaanisha kupunguza utegemezi wa nishati na ulinzi kutoka Urusi. Leo mkutano unalenga kutoa msaada wa mamilioni ya euro kwa ajili ya miundombinu na miradi ya kidijitali nchini Armenia. Kesho mazungumzo yatahamia katika mikakati ya muda mrefu wa kujiunga na soko la pamoja la Ulaya. Je, Urusi itatizama tu wakati mshirika wake wa zamani akiondoka, au huu ni mwanzo wa mpasuko mpya kati ya Mashariki na Magharibi? Isabella Mwagodi, Dira Dunia, BBC. Na serikali ya Nigeria inasema imeanzisha mpango wa kuhamisha raia wake wanaotaka kurudi nyumbani kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano ya kuwapinga wageni nchini humo. Wizara ya mambo ya kigeni ya Nigeria imesema takriban raia wake 130 wamejisajili kwa hiari wakitaka kurejeshwa nyumbani, na kuongeza kuwa raia wawili wa Nigeria wameuawa katika makabiliano na maafisa wa usalama Afrika Kusini katika matukio tofauti katika wiki za hivi karibuni. Hamida Abubakar na maelezo zaidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Nigeria Bianca Odumegu Ojukwu amesema zaidi ya watu 100 tayari wamejiandikisha kwa mchakato huo na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka. Amesema Rais Bola Tinubu ana wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi hayo nchini Afrika Kusini, na amelaani vurugu dhidi ya raia wa kigeni pamoja na maandamano yaliyoambatana na kile alichokiita kauli za chuki dhidi ya wageni, hotuba za chuki na matamshi ya uchochezi dhidi ya wahamiaji. Nigeria imemuita kaimu balozi mkuu wa Afrika Kusini kujieleza kuhusu swala hilo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Nigeria, nchi hiyo itawasilisha rasmi wasiwasi wake mkubwa katika mkutano utakaofanyika baadaye Jumatatu, ikisema matukio hayo yanaweza kuathiri uhusiano uliopo kati ya nchi hizo mbili. Taarifa hiyo imesema mkutano huo utajikita katika maandamano ya hivi karibuni yaliyoandaliwa na makundi yanayopinga wahamiaji pamoja na matukio yaliyoripotiwa ya raia wa Nigeria kunyanyaswa na biashara zao kushambuliwa. Hapo jana
jana, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria alisema maisha wa Nigeria na biashara nchini Afrika Kusini hazipaswi kuendelea kuwa hatari na wanasalia kujitolea kufanya kazi na serikali ya Afrika Kusini kutafuta suluhisho la kumaliza hali hiyo. Ametaja pia kuuawa kwa raia wawili wa Nigeria katika matukio tofauti yaliyowahusisha maafisa wa usalama wa eneo hilo, akisema serikali ya Nigeria inadai haki itendeke. Mwezi uliopita